Kwa sababu mimi huwa nina tenda za kulisha kuku hapo Nguzo 8. Kwa maana hiyo huwa nakusanya maugari, huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka Nguzo 8 kupata riziki. Leo hii nimekuja na fukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Bahati nzuri nikawakuta wa madada wamo humu ndani. Nikawaita hapo nje washuhudie kwamba jamani ni nini mlichokifanya. Basi na wenyewe wakatoka pale nje kuangalia, ndio hichi kilichotokea ni hicho. Ni mimi katika kutafuta machakula ya kuku. Ndio kazi yangu mimi kutafuta maugari kwa sababu ya kulisha kuku. Sijawahi kukutana tukio kama hili. Hii imekuwa ni changamoto mpaka nilitetemeka. Kiasi cha kwamba niliwatoa mle wote ndani mle. Nikamwambia jamani nini nilichofanya? Basi wakatoka wote. Tumeitwa kwa kutoka Kisanga hapa katika maeneo ya hostel. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko wenyewe wa 200. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi 8. Mtoto ameshaota paka nywele, paka na macho, mtoto ameshatokeza paka na kucha. Ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wajitokeze waje waangalie kumsanga ulikotokea. Kwa hiyo kinachojulikana sasa mimi sielewi, sijui nani mwenye mimba, nani alimtupa mtoto haijulikani. Ni hostel. Wanafunzi wa hostel. Kwa majina naitwa Comrade Ashraf Majaliwa, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Viwandani kata ya Mjini. Kwa kweli nimefika eneo la tukio baada ya kuwa nimepokea simu ya balozi wangu wa eneo hili, na nimefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga ambacho ni kiumbe hakijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka. Na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo walifanya tukio hili pengine alikuwa na targeti zoezi la uzoaji taka ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa hivyo wasamaria wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe ambacho ni malaika wa Mungu. Huyo katupo ndani ya mifuko hiyo, na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi ili kusubiri sasa jeshi la polisi lije likibebe na liende likabaini katika vyombo husika na kubaini nani ambaye anahusika na tukio hili. Kwa kweli tumelipokea tukio hili sisi kama wanamtaa wa Viwandani kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu huu ni ukatili ambao serikali siku zote imekuwa inapiga vita sana. Kwa hivyo nazidi kuwaomba wananchi wangu wa mtaa wa Viwandani walio katika eneo hili wajaribu kuwa na utulivu. Jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kusimamia zoezi hili, na hospitali zetu zitakwenda kubaini ni chanzo chake ni kipi, na nina imani kwamba haki itatendeka na sheria itachukua mkondo wake ili kuweza kutoa elimu katika jamii kwamba utendaji wa matukio kama haya ni ukatili wa kijinsia.